kupitia vyombo vya habari. Najua tumepewa muda mfupi wa kuzungumza, ili moyo wangu utulie, niseme kwanza na kumshukuru Mama Janet Magufuli kwa kunialika mimi na Mama Majaliwa. Tumekuja kutoka Ruangwa, Lindi. Wana Lindi, Mtwara wanakusalimia sana, wanakutakia kila la heri, na hasa katika kipindi hiki cha kumbukizi ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Leo tunakutana hapa maalum kwa ajili ya kukumbuka aliyekuwa kiongozi wa taifa hili, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5, mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli, baba wa taifa, alipokuwa anahutubia taifa kwenye kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Edward Moringe Sokoine mwaka 1984, alisema tutamkumbuka marehemu Sokoine si tu kwa sababu alikuwa mchapakazi, kwa sababu wako watu wengine wanachapa kazi. Tutamkumbuka hayati Moringe Sokoine si tu kwa sababu ya akili yake, kwa sababu watu wengi wana akili zao, lakini tutamkumbuka Moringe hayati Edward Sokoine kwa sababu alikuwa mzalendo. Wakati wale walikuwa wachapakazi na akili nyingi, hawakuwa wazalendo. Na tutamkumbuka Edward Moringe Sokoine kwa sababu alikuwa na busara, hekima katika kutekeleza wajibu wake. Wakati wengine waliokuwa wanaongeza kuchapa kazi hawakutumia busara na hekima katika kufanya kazi zao. Naomba kunukuu, leo hii tuko hapa kwenye kumbukizi hii, hatuwezi kujitenga na sifa hizi kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alikuwa mchapakazi, alikuwa na akili za ndani ya darasa, lakini pia hata nje katika kutekeleza majukumu yake. Alikuwa ni kiongozi mzalendo. Uzalendo unajengwa na uwajibikaji, uaminifu, uadilifu, lakini pia kupenda maendeleo na matokeo ya kazi hizo. Huu ndio uzalendo. Hayati yeye alikuwa ni mtu mkweli, lakini pia alikuwa hana mzaha katika mambo yake na ni mkali. Alikemea maovu, wezi wala rushwa, wabadhilifu wa mali za umma, na yule ambaye hakufuata misingi hii aliachana naye. Huu ndio ulikuwa utaratibu wake. Leo pia tunamkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sisi ambao tulikuwa karibu naye tunaweza kushuhudia na kunufaika na busara zake na hekima zake katika kuongoza taifa hili, na hasa kutambua rasilimali za nchi na wananchi wenyewe na wanyonge wa kuwepo. Marehemu hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuwa mwalimu pia. Sisi ambao tumekaa jirani na yeye kwa kipindi kirefu toka anaanza jukumu lake mpaka anatangulia mbele za haki, tulijifunza mengi. Tulikuwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa akiwa makamu wa rais, lakini nilikuwepo pia na mimi pia Mheshimiwa Dr. Mwinyi alifanya naye kazi, Rais wa Zanzibar. Tulijifunza mengi kutoka kwake katika kipindi chake, na hii ndio imepelekea mpaka alipotangulia mbele za haki na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, kutokana na elimu aliyoipata
na kutambua malengo alikuwa ameyaweka imemsaidia na imemwezesha Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kutekeleza miradi yote ya kimkakati iliyoachwa na marehemu. Baba Askofu alipokuja hapa ameeleza vizuri ile miradi ambayo iliachwa, na ile yote tunaendelea kuitumia sasa ni kwa sababu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameitekeleza na anaendelea kutekeleza. Hii ni manufaa ya ualimu ambao ametuachia hayati Dkt. John Pombe Magufuli. Leo tukiwa hapa tunatambua kwamba Watanzania, wana Geita, wana Chato, tunajiona kabisa kwamba tumempoteza. Hatunaye. Nataka niwaambie tunaye, yupo kwenye mioyo yetu. Tuendelee kumuenzi kwa mazuri yote aliyoyatenda, iwe ndio heshima yake, na kila mmoja kwa dhehebu lake tuendelee kumwombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kumweka mahali pema peponi. Amina. Baba yetu Mama Janet Magufuli, watoto, ndugu na jamaa, tunaendelea kuhakikisha kwamba tuko pamoja na tuendelee kuwa pamoja. Na baada ya haya nawashukuru sana, asante sana kwa kunisikiliza.